Muturi atemwa nje katika mabadiliko mapya baraza la mawaziri, Duale na Barasa wakihamishwa. Karibu kwenye taarifa zetu za Erwan Media. Nakuomba sana uchukue sekunde yako moja upige subscription. Rais William Ruto ameendelea kufanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri kwa mara nyingine, akiwahamisha mawaziri wawili, kumteua waziri mpya na kumfuta mmoja. Katika mabadiliko ya hivi punde yaliyotangazwa Jumatano Machi 26, Ruto alimuondoa Justin B. Muturi kutoka Wizara ya Utumishi wa Umma, Maendeleo ya Rasilimali Watu na Masuala Maalum na kumkabidhi wadhifa huo mbunge wa Mbeere Kaskazini Geoffrey K. Ngiringa Ruko. Aden Duale aliyekuwa waziri wa mazingira, mabadiliko ya tabia nchi na msitu amehamishwa Wizara ya Afya ambayo hapo awali ilikuwa chini ya Daktari Deborah Mlongo Barasa. Daktari Barasa sasa atachukua nafasi ya Duale katika Wizara ya Mazingira. Aidha, Bi Hannah Wandot Cheptumo amependekezwa kujiunga na baraza la mawaziri kama waziri wa jinsia, utamaduni, sanaa na urithi, lakini uteuzi wake unahitaji kuidhinishwa na bunge. Kwa hatua hii, baraza la mawaziri litafikia idadi yake kamili kikatiba, jambo litakaloongeza uwezo wa serikali kuendelea kusukuma mageuzi ya kiuchumi na kijamii nchini. Ikiwa watateuliwa na bunge, mawaziri hawa watajiunga na chombo kikuu cha kutunga sera nchini kama mawaziri wa baraza la mawaziri, ilisomeka taarifa iliyotolewa na mkuu wa utumishi wa umma na katibu mkuu wa Ikulu Felix Kosgei. Mabadiliko ya hivi punde katika baraza la mawaziri yanakuja siku moja baada ya Rais William Samoei Ruto kumshutumu hadharani aliyekuwa Justin Muturi kwa kutokuwa na uwezo wa kutekeleza majukumu yake wakati akiwa mwanasheria mkuu wa serikali. Akizungumza katika hafla ya futari Ikulu mnamo Machi 25, Rais Ruto alimlaumu Muturi kwa kuchelewesha uanzishwaji wa mfuko wa wakfu wa Kiislamu, akidai kuwa ufanisi wake ulikuwa wa kiwango cha chini alipokuwa mwanasheria mkuu. Nilikuwa na tatizo na mwanasheria mkuu aliyekuwepo hapo awali, alikuwa hana uwezo, lakini sasa nina mtu mwenye uwezo mkubwa katika nafasi hiyo na nina hakika masuala ya wakfu yatatatuliwa ndani ya miezi michache, alisema Ruto. Muturi hakusita kujibu tuhuma hizo, akisema kuwa madai ya Ruto hayakuwa ya kweli. Alielezea kuwa sheria ya wakfu nambari 8 ya mwaka 2022 haielekezi kuanzishwa kwa mfuko wa wakfu wa Kiislamu, na kuongeza kuwa wakfu ni mali ya hisani inayosimamiwa na tume ya wakfu. Ndizo taarifa za hivi sasa, lakini kumbuka kwa mtazamaji wangu, kumekuwa na malumbano ya CS Muturi akisema kwamba Rais William Samoei Ruto hakuzungumza